Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana na shukuru sana tena kukutana na ninyi siku ya leo. Nimekuja kujibu swali la huyu mpendwa. Kuna ndugu ambaye ameuliza, je, baada ya kanisa kunyakuliwa kutakuwa watu wengine watakaookolewa? Na ameinsisti akasema ya kwamba nijibu hilo swali lake kwenye YouTube account. Mpendwa amenitumia kwanza message kwenye WhatsApp. Nikaona akatuma tena nataka nikuhakikishie ya kwamba nimepata message yako kwenye WhatsApp hata kama sikukujibu. Alafu tena nikaona uka comment kwenye YouTube na swali hilo moja. Bila shaka nikaandika pale ya kwamba nitajibu swali lako. Asante ndugu, nasema karibu sana sasa usikie jibu ya hilo swali lako. Na niliposoma swali lako nikasema huyu atakuwa alisikiliza majuma 70 ya Danieli. Kwa hiyo ninachoamini ni kwamba yawezekana ulisikia fundisho la majuma 70 ya Danieli, alafu ukapata swali kutoka hapo kwenye majuma 70 ya Danieli. Sasa sijue kama ulisikia au la, lakini kama ulisikia fundisho la majuma 70 ya Danieli itakuwa nzuri zaidi. Na kama ukusikia fundisho la majuma 70 ya Danieli, basi nitakuomba uende kwenye YouTube account yangu, ili fundisho lipo la majuma 70 ya Danieli, utaelewa kiundani zaidi. Sasa kwa gisi tutaanzia hapo baada ya kanisa kunyakuliwa. Kwa mujibu wa swali lako, baada ya kanisa kunyakuliwa, je, watu wataendelea kuokolewa? Aya, naomba sasa unisikilize kwa makini. Nafikiri uko tayari kunisikiliza. Asante, karibu sasa unisikilize. Iko hivi, tuanzie hapo kwa baada ya kanisa ya kunyakuliwa. Sababu majuma 70 ya Danieli tumeanza kabisa kabla ya mwanzo. Ndio tulianza kabla ya mwanzo na kurudi mpaka kwenye umilele. Sasa kwa mujibu hili swali lako, tutaanza hapa tu baada ya kanisa kunyakuliwa. Iko hivi ndugu yangu. Kanisa likishanyakuliwa, bibi harusi akishaondoka, kanisa likishanyakuliwa, nafikiri unajua kanisa ni nini. Kanisa likishanyakuliwa, neema inaisha kwa mataifa. Na neema inapoisha kwa mataifa, ishara ya kwanza ni kwamba injili inarudi kwa Wayahudi. Injili inarudi kule ilikotoka. Sababu sote tunajua kwamba injili inalikanishwa na jua. Kila wakati jua linarudi kule lilikotoka. Na ndivyo hivyo kisi injili pia ilivyotembea kwa mujibu wa jua, kwa mujibu wa civilization, sio unitaje kwa Kiingereza. Kwa hiyo lazima inarudi kule ilikotoka. Kwa hiyo kanisa likishanyakuliwa, injili inarudi kule ilikotoka, yani Uyahudini. Na injili itakaporudi kule ilikotoka Uyahudini, ina maana kwa sisi mataifa neema imeisha. So neema inapokwisha kwetu sisi mataifa, kunaingia kitu kinaitwa ziki kuu. Nataka kwanza nikuonyeshe hapa kwamba upande wa kanisa, kule Uyahudini hakuna kanisa. Kule kuna ndugu zake na Yesu. Lakini huku kwetu sisi mataifa ndo kuna kanisa. Kwetu sisi mataifa ndo kuna bibi harusi. Huku hakuna ndugu wa Yesu tu, lakini kuna bibi harusi wa Yesu, kuna mke wa Yesu. Sasa nataka walewe kitu kimoja, kwamba huyu bibi harusi wa Yesu yuko sehemu mbili tofauti. Huyu bibi harusi wa Yesu, kuna bibi harusi wa Yesu ambaye ni mwerevu, na kuna bibi harusi wa Yesu ambaye ni mpumbavu. Na omba tusome hilo kidogo katika Mathayo 25. Mathayo 25 kuanza kwenye mstari wake wa pili. Hata wa kwanza ni sawa tu. Mathayo 25 mstari wake wa pili. Inasema hivi: 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya, bwana harusi tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayata tutosha sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie.
Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Kwa hiyo wataka unyakuliwa katika ufufuo wa kwanza. Sababu kumbuka kwamba kuna ufufuo wa aina mbili, nafikiri unajua hivyo. Ufufuo wa kwanza ndo huu wa unyakuo, na ufufuo wa pili ndo wa hukumu ya kiti cheupe. Hilo nafikiri unalifahamu. So wataka unyakuliwa katika huu ufufuo wa kwanza ni bibi harusi mwerevu katika wa bibi harusi wawili. So bibi harusi mwerevu atanyakuliwa, waliokufa watafufuka na walio hai watabadilishwa. Kwa nini waliokufa watafufuka? Nafikiri nimeeleza hayo yote katika video zilizopita. Ni kwamba kwa mujibu wa aina za miili, huu mwili wetu wa udongo hauwezi ingia mahali ambapo tutakwenda kufanya sherehe ya bibi harusi na bwana harusi ya miaka 3.5. Huu mwili wetu wa udongo hauwezi kuingia mbinguni. Unajua miili iko tofauti jamani, na nimeeleza aina za miili huko nako, na nafikiri sitarudi. Kwa hiyo itabidi tupate mwili wa utukufu, na mwili wa utukufu tutaupata tukiwa hapa duniani. Ndo maana mwili wa utukufu lazima uje upate hapa duniani, ndo maana watafufuka. Kwa hiyo sasa wale wote ambao wamekufa katika Bwana hivi hawajaingia pale ambapo tutafanyia sherehe. Wako mahali ambapo panaitwa dans la présence de l'Eternel kwa Kifaransa. Wako mahali ambapo panaitwa katika uwepo wa Bwana. Okay, so hawajaingia kabisa, hapana. Na hapo simaanishi kuingia katika Yerusalemu mpya, sababu katika Yerusalemu mpya hapata ingia mtu. Yerusalemu mpya itashuka, tunakuja kuingilia hapa duniani. So namaanisha kuingia mahali ambapo wanaandaa sherehe, sababu kuna eneo kubwa ambapo meza zinaandaliwa na viti, ambapo tutakwenda kufanya sherehe ya bibi harusi na bwana harusi muda wa miaka 3.5 kulingana na kitabu cha Danieli. Nafikiri nimeshaeleza katika kitabu fundisho la majuma 70 ya Danieli. Kwa hiyo wale waliokufa ambao ni watakatifu, ambao ni bibi harusi, watafufuka. Kwa nini watafufuka? Ili wavae miili ya utukufu. Na sisi tulio hai tutabadilishwa. Kwa nini tutabadilishwa? Tutatoka katika miili ya udongo, tunaingia katika miili ya utukufu. Alafu sote kwa pamoja tunafanya nini? Tunanyakuliwa. Nafikiri unanipata vizuri. Kwa hiyo tutakaponyakuliwa, hatutakaa tena dans la présence du Seigneur. Hatutakaa tena katika uwepo wa Bwana, mahali ambapo panaitwa uweponi pa Bwana. Hapana. Tutaingia moja kwa moja katika mahali pa kufanyia sherehe yetu ya bibi harusi na bwana harusi. Waliopo hivi pale ambao wamefariki katika Bwana, ambao wako pale hadi sasa hawajavaa miili ya utukufu, le corps glorifié. Jamani, haya maneno nayajua vizuri kwa Kifaransa kuliko kuyaongea kwa Kiswahili. Sasa hawa bibi harusi watanyakuliwa. Bibi harusi waliokufa watafufuka, walio hai tunabadilishwa, alafu sote kwa pamoja tunanyakuliwa. Baada ya kanisa kunyakuliwa, kama jinsi nilivyokueleza, neema kwa bibi harusi inaisha. Si bibi harusi ameondoka, neema inafanya nini? Inaisha. So neema itakapoisha, mnyama sasa anakuja, anajileta, anajidhihirisha, anajionyesha wazi wazi. Tusome kidogo katika kitabu cha Ufunuo 13:15. Huyu mnyama atajionyesha waziwazi na kuomba watu wamwabudu yeye. Na hapo yoyote atakayekataa kumwabudu yeye mnyama atateswa, atapigwa, atafanyiwa kila ubaya. Sawa? Wengine watakatwa shingo, wengine wataumizwa, wengine watafanyiwa hiki, watafanyiwa kile. Kwa nini? Kwa sababu wanakataa kumwabudu mnyama. Sasa hapo ndo mwanzo wa ziki kuu. Hiyo ndo inaitwa ziki kuu. Ziki kuu ni tofauti na vita vya Harmagedonia na vita vya Gogi na Magogi. Jamani, sitaenda huko. Sawa. Sasa katika ule bibi harusi mpumbavu aliyebaki, nimesema tusome Ufunuo 13:15 ya tusome hapo kidogo, tuone habari za huyu mnyama, tumfahamu kwanza kidogo, tujue, tuone jinsi gani atakavyojileta na kutaka watu wamwabudu. Ufunuo 13 na mstari wake wa 15.
Tusome hapo haraka haraka. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiwezi kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Nafikiri haya tumeshaongea, na tumeongea kuhusu hesabu ya 666. Hakuna ubao hapa, ningewaandikia Vicar vis Filidei, alafu tunawapigia hesabu jinsi inavyotoa 666. Kwa hiyo kifupi, mnaelewa kama mnyama ni nani? Ni kanisa Katoliki. Sawa? Huyu mnyama hapa ni kanisa Katoliki ambaye ataungana na Umarekani, ila sitaki kuingia huko, tusiende kutubaki kwenye focus ya swali la mpendo. So huyu bibi harusi mpumbavu aliyebaki katika unyakuo, sababu atajua, atakuja kutambua, tumebaki, wenzetu wameenda, wenzetu wamenyakuliwa, tumebaki, alafu mnyama anakuja sasa, anaanza kuimpose mambo yake. Lazima muniabudu kwa kuuza mpaka mimi, ukufanya hiki mpaka mimi. Wale wanaanza kukataa yule bibi harusi mpumbavu. Wakati atakapokataa, anaanza kuteswa. Na ndio maana tunaambiaga watu hivi, hapana kudharau hawa watu wa madhehebu. Katika hawa watu wa madhehebu mengine, kuna wengine ambao ni Wakristo na kuna wengine ambao watapata uzima wa milele. Nisikilize vizuri. Baadaye wanaanza kuteswa. Watakubali kuteswa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, sababu kuna wale ambao watakataa kumwabudu huyo mnyama, na watu watapita katika ziki kuu, lakini watakataa kumwabudu mnyama, Ndo wale ambao wanaelezwa katika kitabu cha Ufunuo 20 na mstari wake wa 4. Hebu tusome hapo haraka haraka. 20 na mstari wake wa 4 inasema hivi: kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Amen. Ina maana kuna watu ambao watakataa huo wakati wa ziki kuu. Wao watakataa, watasema kama ni kufa bora tufe, lakini hatuwezi kuabudu mnyama. Ndiyo tumebaki, lakini tunajua siri kwa sisi tuliobaki ya kwamba tukipinga huyu mnyama tutapata na sisi kutawala na yeye. Kwa hiyo kuna watu ambao watakataa, watakubali kuteswa wakati wa ziki kuu. Ni wapi huko? Ni kanisa bibi harusi mpumbavu. Sasa nikuonyeshe kitu kingine hapa. Wakati huku bibi harusi mpumbavu anapita katika ziki kuu, si nimekuambia injili imerudi tayari kwa Wayahudi kule ilikotoka. Wakati injili imerudi kwa Wayahudi kule ilikotoka, kule Mungu anawatumia wale manabii wawili ambao wao wanawaamini, ambao tunawaita sisi mashahidi wa Ufunuo 11, yaani Musa na nani? Musa na Elia. So wakati Musa na Elia watakaporudi kule, wale Wayahudi wanaamini Musa, wanaamini Elia, lakini hawakuamini Yesu kama ndiye Masihi. So Musa na Elia watakaporudi, wataanza kuwahubiri Wayahudi habari za Masihi, kuambia ya kwamba yule mliyemkataa ndiye Masihi, hakuna Masihi mwingine tofauti ya yule peke yake ndiye Masihi. Kwa hiyo Masihi watahubiri na wao muda huo wa hiyo miaka 3.5, hakuna zaidi. Hii miaka 3.5 kuongeza miaka 3.5 italeta miaka 7. Alafu wale mashahidi wawili watauawa. Unanipata vizuri hapo eh? Mashahidi wawili wale watakapouawa, huku kwetu sisi kwa mataifa, ziki kuu inaendelea kupamba moto. Ziki kuu inaendelea. Alafu sasa bwana harusi atakuja. Anaacha bibi harusi nyumbani kwa baba yake. Anakuja kujitambulisha kwa ndugu zake. Unanipata vizuri hapo eh? Sababu baada ya wale mashahidi wawili kuuawa, unajua mashahidi wawili watakuwa na nani? Baada ya wale mashahidi wawili kuuawa, Yesu atakuja watu Katoliki, sitaki kutaja majina moja kwa moja hapa,
ila watu watapigana na Wayahudi, sababu Wayahudi wataona kama vile walidanganywa for a long time. Baada ya wao kuona kama vile walidanganywa kwa muda mrefu, watapigana na wao. Baada ya wao kupigana na wao, Yesu atakuja kujitambulisha kwa nani? Kwa ndugu zake. Kama vile Yusufu wakati anajitambulisha kwa ndugu zake pale Misri, aliacha mke na watoto nyumbani kwanza. Aliacha mke na watoto nyumbani, akaja. So nakumbuka nafikiri ilikuwa mara ya 3 sasa, akaambia ndugu zake kwamba msipokuja na Benjamini sitawapa chakula. Kwa hiyo ikabidi warudi, kina Rubeni warudi wote nyumbani, waambie baba yao ya kwamba yule mtu anayetupa chakula kule Misri anasema ya kwamba tunde na Benjamini. Kumbuka Benjamini na Yusufu ndio watoto wa mama huyu, wa mama mmoja na baba mmoja. Kwa hiyo Benjamini na Yusufu walikuwa na upendo wa kikaribu, sababu ni mtoto wa baba moja mama moja. Kwa hiyo sasa wale watu waliporudi, ndugu zake Yusufu waliporudi kwa baba yao Yakobo, wakamwambia baba yao Israeli ya kwamba yule mtu anayetupa chakula amesema ya kwamba twende na Benjamini. Akasema, jamani, mtanibebea tena Benjamini wangu? Mnataka pia mumuue kama kesi mlivyoua Yusufu? Hata wewe Rubeni hapa. Kumbuka Rubeni ndo mkubwa. Kwa hiyo Rubeni akaweka mikono juu ya mapaja ya baba yake, akaapa akasema ya kwamba tutarudi na Benjamini. Akaruhusu baba yao wakaja na Benjamini. Sasa angalia hapa, Yusufu alipoona Benjamini ndugu yake, mtoto wa mama yake, aliambia mke na watoto baki, wakarudi. Ndiposa Yusufu sasa akajitambulisha kwa ndugu zake, akamwambia, mnajua mimi ni nani? Akamwambia, mimi ni Yusufu. Oh, nani? Yusufu. Wote wakapiga magoti kuanza kumwabudu, ndoto ikatimia. So hivyo pia Yesu na yeye atakapokuja kujitambulisha kwa ndugu zake Wayahudi, sisi atatuacha kando, anakuja anajitambulisha kwa hao, anawaambia, mnajua mimi ni nani? Mimi ndiye Yesu mliyemsulubisha, kwamba wewe ndo Masihi. Mimi ndo Masihi. Na wote wanaanza kumwabudu Yesu. Hapo ndipo injili itakaporudi kwa wanani? Kwa Wayahudi kule mahali ilikotoka. Sasa hebu turuke twende haraka. Baada ya vita vya Harmagedonia, baada ya vita vya Gogi na Magogi, hebu turuke moja kwa moja mpaka kwenye hukumu ya mwisho. Hukumu ya mwisho inafika. Hukumu ya mwisho itakapofika, kumbuka yule bibi harusi mpumbavu aliuawa katika ziki kuu kwa ajili ya Yesu. So unajua hivyo, sababu alikataa mnyama. Sasa wakati wa hukumu ya kiti cheupe, ndo hukumu ya mwisho. Watu wote watafufuka. Tusome kidogo hapo Amen. Naona sawa, kama vile tukisoma kila vesi itatuchukua muda mwingi sana. Ila katika hukumu ya kiti cheupe watu wote watafufuka. Bahari itatoa watu wake, nchi itatoa watu wake, watu watafufuka kutoka pande zote na wote watakutana mahali pamoja. Alafu naomba nifuate vizuri hapa. Alafu kutafunguliwa vitabu. Ni vitabu viwili. Hapa sasa naenda haraka, ila vesi ambazo nimeandika hapa ni nyingi ambazo nilitaka nisome. So naona kama vile nikizisoma zote, naona kama vile nitachukua muda mrefu sana. Alafu vitafunguliwa vitabu viwili. Kuko kitabu cha uzima na kitabu cha matendo. Vitabu hivi viwili. Na nilionyesha katika video iliyopita tofauti kati ya kitabu cha uzima cha mwana kondoo na kitabu cha uzima. Na nikaonyesha kwa kusoma maandiko wakati uliopita ya kwamba majina ya watu yanafutwa, lakini yanaweza tu yakafutwe katika kitabu cha uzima. Ila jina lako kama liliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, hilo jina liweze likafutwa. Sababu majina pekee yaliyoandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ni majina ya bibi harusi. Na majina sasa ya bibi harusi mwerevu. Na majina mengine yote sasa ndo yameandikwa katika kitabu cha uzima
Ndo maana siku ya hukumu ya kiti cheupe hakitafunguliwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo, lakini kitafunguliwa kitabu cha uzima. Sasa wataka wa hukumu atakayekuwa na kitabu cha uzima mikononi mwake ni Yesu mwenyewe, na atakayekuwa na kitabu cha matendo ni bibi harusi, yaani sisi, yaani wale walionyakuliwa. So huyu bibi harusi mpumbavu na yeye pia atakuwa miongoni mwa wale watu watakaohukumiwa pale. Huyu bibi harusi mwerevu, yeye ndiye atakayekuwa anahukumu. Ina maana sisi ambao kwa leo hii tunamwamini Yesu na tuko katika hesabu ya bibi harusi mwerevu, hatutahukumiwa tena. Na kama nilivyoonyesha kwamba hii ziki kuu haitaanza tukiwa hapa. Ziki kuu itaanza baada ya sisi kunyakuliwa. Ina maana sasa bibi harusi hataona ziki kuu, lakini anaweza akaionje kidogo mwanzoni. Sasa iko hivi, baada ya vile vitabu viwili kufunguliwa, kila mtu sasa anaanza kuhukumiwa kulingana na matendo. Yeah, my Lord, my Jesus. So kuna kitabu cha uzima na kuna matendo. Sasa hapa sasa ndo kwenye wale walioshinda katika ziki kuu. Yule bibi harusi aliyeshinda katika ziki kuu, na yeye atapata uzima wa milele kwa yale matendo yake, kulingana na gisi tulivyosoma kitabu cha Ufunuo sura yake ya 20. Nafikiri unanipata vizuri. Hapa ndo kwenye sasa na sisi tutaanza kuhukumu. Sasa hapa ndo utaelewa sasa maana ya Yesu kusema nilikuwa na njaa hamkunipa chakula. Hapa sasa ndo utaelewa maana ya Yesu kusema kikombe cha maji ya baridi ambacho unampa mteule utalipwa. Sasa itakuwa hivi, bwana harusi ana kitabu cha uzima, bibi harusi ana kitabu cha matendo. Mtu anakuja mbele zake, anamuuliza hivi, wewe unaitwa nani? Jina lako anamwangalia pale. Kwa matendo yako sasa, kwa mfano mimi kama, na tutakuwa watu hivi, hii na akili zetu tutakuwa hivi. Kwa mfano mtu anakuja mbele yangu na ninajua kabisa huyu mtu hata kama hakuwa Mkristo, lakini alimfanyaga mtu fulani kitu fulani, alinifanyia mimi kitu fulani tukiwa duniani. Mimi nina haki, mimi bibi harusi nina haki ya kuambia bwana harusi, huyu kwa jinsi alivyonisaidia ninaomba apate uzima. So hukumu itakuwa kwa style hiyo, na kuna wengine wengi ambao watapata uzima. Hebu subiri tusome kidogo hapa. Tusome katika kitabu cha Ufunuo 7 kuanza mstari wake wa 9. Ufunuo 7 mstari wake wa 9 hadi 17. Inasema hivi, Ufunuo 7 mstari wa 9 hadi 17. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii za chuma. Nifuate vizuri hapo, Ufunuo 7. Ufunuo 7 kuanza mstari wake wa 9. Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu. Mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketeye katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wa 4, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi wakamsujudia Mungu wakisema, amina.
baraka na utukufu na hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Akajibu mmoja wa wale wazee. Sikiliza sasa hapa, watu wengi, umati mkubwa ambao hapana mtu awezaye kuwahesabu. Sasa niko kwenye mstari wa 13, Ufunuo 7:13. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, wajua hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Anayeambiliwa hapa ni Yohana. Yohana ambaye anawakilisha nani? Bibi harusi. Sababu bibi harusi ananyakuliwa katika ufunuo wa muhuri wa 4 kulingana na kitabu cha mihuri 7. Sawa? Na katika ufunuo wa mihuri wa 4 ukilinganisha kwa wale wenye uwai wa 4, ufunuo wa 4 unatenda kazi na ule mwenye uwai wa anayefanana na tai. So kuna maana hivi tuko wakati wa tai tuko wakati wa tai katika muhuri wa 4 katika ulimwengu wa kiroho. So naona hiyo mihuri 7. Sijui kama umesikiliza pia fundisho la mihuri 7. Sababu ili uelewe hili vizuri inabidi kwanza uende kwenye akaunti yangu, usikilize fundisho la majuma 70 ya Danieli na usikilize fundisho la ufunuo wa mihuri 7. So ukielewa usikilize fundisho 3. Wacha nikupe fundisho nataka usikilize. Usikilize fundisho la kwanza la ufunuo wa mihuri 7, usikilize fundisho la majuma 70 ya Danieli na usikilize fundisho la nyakati 7 za kanisa. Ukisikia hizi fundisho 3 utapata jibu sahihi kwa hili swali na utaelewa kabisa, mambo yatakuwa wazi. So hawa watu hawa, huyu mzee kwenye mstari wa 13 akajibu mmoja wa wale. Kumbuka Yohana mfunuzi aliwakilisha bibi harusi. Nafikiri unafahamu hilo. Ndio maana alinyakuliwa kwenda juu. Kwa hiyo huyu anayeulizwa hapa ni Yohana mfunuzi akiwakilisha bibi harusi ambaye atanyakuliwa. Huyu anayeulizwa hapa ni mwanadamu, sio malaika. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Yohana mfunuzi akajibu, nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Sikiliza sasa jibu ya bwana wake. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Hao ndo wanatoka katika ile dhiki kuu. Ina maana katika dhiki kuu kutapona watu wengi, mamia maelfu. Ndo hapo na wao watapata uzima wa milele. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo sasa katika hili swali la kuje watu wataokolewa baada ya unyakuo, watu hawataokolewa baada ya unyakuo, lakini kuna watu watapata uzima wa milele baada ya unyakuo ambao hawakunyakuliwa. Ndo hapo sasa. Sijui kama unapata picha. Kwa hiyo hivyo ndivyo gisi hali halisi ilivyo. So hawa watu sasa hawa ambao wametoka katika dhiki kuu na wao watapata uzima wa milele, lakini hawataingia katika Yerusalemu mpya. Sababu iko hivi, wakati Yerusalemu mpya sisi tunafanya miaka 3.5 mbinguni. Mbinguni hatuishi milele. So unajua hivyo. Mbinguni tunaenda tunamaliza sherehe. Tukimaliza sherehe, baada ya vita vya Armagedonia, Gogi na Magogi, shetani anatupwa, anafungwa na kuzimu inaisha. Ndio maana tuliwaambia kwamba kuzimu sio ya milele. Niliposema hili neno mara ya kwanza Tanzania, watu wakasema, hapana, kuzimu ni ya milele. Mbona Biblia Ufunuo inasema wataungua moto milele, milele? Nikamwambia jamani. Twende basi kwenye Biblia ya Kifaransa na Kiingereza. Nikaonyesha watu kuna tofauti kati ya eternal, everlasting, forever and every day. So nilipoonyesha hilo, nikamwambia tusorona hapo milele, ambayo tatizo ya Kiswahili ni kwamba ina tafsiri haya yote milele. Ila Kifaransa inaongea vizuri, inaongea pour toujours. Wow, nakosa ubao hapa ningeandika. Pour toujours ni milele lakini ambayo ina mwisho. Pour toujours ni tofauti na éternellement. Éternel ndo ile milele ya mduara. Yani haina mwanzo haina mwisho, njo éternel. Lakini pour toujours ni milele, ni muda mrefu lakini una mwisho. Sijui kama unapata vizuri. Okay. Kwa hiyo sasa kuzimu itakuwa na mwisho. Itatupwa, inaisha, na shetani atageuka majivu, kwisha shetani. So baada ya kwisha shetani, si Yerusalemu mpya inashuka.
Yerusalemu mpya itakaposhuka, sisi bibi harusi ndo tutakaa ndani ya Yerusalemu mpya. Nafikiri mnajua mfano wa Yerusalemu itakuwa kama vile pyramid. Yerusalemu mpya itakuwa kama vile pyramid. Hapa kwenye chongo ya pyramid ndo anakaa bwana harusi ambaye ni Yesu, sasa akiwa mfalme wa wafalme. Ndo hapo anaitwa sasa simba wa kabila la Yuda. Kwa hiyo yeye atakaa hapa. Andiko linakuja haraka hapa hivi. Kwa nini Yesu hakujibu Bartimayo haraka? Kwa sababu Bartimayo aliita Yesu mwana wa Daudi. Unajua si unakumbuka Bartimayo kipofu? My Lord, my Jesus. Yaani navyoongea hapa mambo yanakuja hapa. So Mungu anaenenda na vyeo vyake na wakati wake. Bartimayo aliantisipe, mwana wa Daudi ni rehemu. So alipoita Yesu mwana wa Daudi ni rehemu, ni kama vile Yesu akumzigia haraka. Sasa kwa nini? Okay, tuachane, turudi huko. Sasa hapa ndo wakati ambao Yesu ataitwa sasa mwana wa Daudi. Hapa ndo wakati ambao sasa Yesu ataitwa mfalme wa wafalme, na kutatoka mtoni pale, alafu ule mtoni unashuka, na ule mtoni utakaposhuka utapita kwenye nyumba ya kila mmoja, sababu sote tutakuwa mle nyumba. Tunajua ni wapi Yerusalemu itashukia, ni hapa duniani. It's always on. Na hivi ninavyoongea na nyinyi, Yerusalemu mpya inajengwa mbinguni. Ule mji unajengwa na utashuka hapa. Mto utapita kwenye kila nyumba, na mti utakuwa pale, mti wa matunda. Kwa hiyo tutakuwa tunakula tunda moja na jani moja, miaka inaongezeka maelfu, matrilioni, mabilioni. Hivyo ndivyo tutakavyoishi milele. Sasa hawa wengine waliopona katika ziki kuu hawatakuwa katika Yerusalemu mpya, watakaa huku nje. Ina maana watakaa hapa duniani. Katika lugha nyingine, dunia hii itatakaswa, mbingu itatakaswa. Mbingu itatakaswa kwani kuna shida? Mbingu itatakaswa kwani dhambi ilianzia wapi? Si dhambi ilianzia mbinguni. Kwa hiyo lazima mbingu pia itatakaswa na dunia pia itatakaswa. Lakini hii hali itabaki hivi. Manyumba yatabaki. Na nakwambia kweli, hizi nyumba zitabaki. Lakini hakutakuwa kuzaa. Sasa hawa watu watakaokaa huku nje ya Yerusalemu mpya watakuwa wanakuja mle ndani, sijue mara moja kwa mwaka tunawapa majani ya hili miti ambayo inaota mbele ya nyumba zetu ndani ya Yerusalemu mpya, na wao wakila yale majani wanaongezeka miaka mamia maelfu. Lakini tutawatawala sisi, na sisi tutakuwa tunatawaliwa na Yesu. So hivyo ndivyo Yesu atakavyokuwa mfalme wa wafalme. Nafikiri kiufupi nimejibu swali lako haraka, ila nimekualika usikilize hizo fundisho 3 kwa urefu ili uweze kupata jibu. Fundisho la kwanza nimesema usikie fundisho la majuma 70 ya Danieli, niko tayari kwenye akaunti yangu. Fundisho la pili, usikie fundisho la ufunuo wa mihuri 7, liko tayari kwenye akaunti yangu, na utafute haswa ufunuo wa muhuri wa 7. Sababu wakati katika ufunuo wa muhuri wa 7 mbinguni kulikuwa kimya nusu saa. So wakati tunaeleza habari za hii nusu saa, ndio utapata majibu mengi zaidi. Sababu hii nusu saa ndio hii nusu saa ilikuwa kimya, lakini haikuwa kimya. Okay, na fundisho la 3 ambalo utasikia kwenye akaunti yangu, utasikia fundisho la maelezo ya nyakati 7 za kanisa. Kwa hiyo kifupi ndio hivyo mpendwa. Nafikiri nimejibu swali lako. Je, watu wataendelea kuokolewa baada ya kanisa kunyakuliwa? Hapana, watu hawataendelea kuokolewa baada ya kanisa kunyakuliwa, lakini watu wataendelea kupata uzima wa milele baada ya kanisa kunyakuliwa. Ni nani watakaopata uzima wa milele? Hao ni bibi harusi mpumbavu. Kumbuka, ni yeye ni bibi harusi mpumbavu. Bibi harusi mpumbavu ni nani? Leo ni yule ambaye hana Roho Mtakatifu, sababu ana mafuta ni Roho Mtakatifu. Nafikiri unafahamu hilo. So tutajuaje bibi harusi mpumbavu? Tutamjua kwa mafundisho yake yaliyo kinyume ya neno. Aya, asante. Sababu Roho Mtakatifu na mafundisho mabaya hawaendani. Lakini ni mtu ana moyo mzuri sana, ni mtu anapenda Mungu, ni mtu anajali Mungu, lakini hana neno halisi. Amen. Nafikiri umeelewa na nimejibu swali lako. Asante sana mpendwa, Bwana akubariki. Na ukiwa na swali lingine, karibu.